ni mwanadamu mwenye mamlaka juu yako. Watatu, ni mwanadamu mwenye mamlaka juu yako. Jambo la tatu, ni mwanadamu mwenye mamlaka juu yako. Sema, mwanadamu mwenye mamlaka juu yangu. Sasa tuangalie huyu naye anafanya nini. Mwanadamu mwenye mamlaka juu yako anaweza akawa sababu ya kukufanya ukae kwenye jambo moja kwa muda mrefu bila kutoka. Mwanadamu mwenye mamlaka juu yako. Hii mamlaka tunayoiongelea hapa, tunaongelea yule mtu wa juu kwako kiutawala au kimaamuzi. Anaweza akawa ni mume wako, anakuwa na mamlaka juu yako, au labda mke wako kama ana mamlaka juu yako. Lakini ukikuta kwenye ndoa mwanamke ana mamlaka juu ya mwanaume na anamuamlia mwanaume, hapo ni tatizo. Tusiguse huko, tuache kidogo. Lakini pia kama ni kwenye ofisi, anaweza kawa ndio mkubwa wako wa kazi, ana mamlaka juu yako. Kama ni kwenye vikundi vya sala, mratibu au kiongozi wako wa huduma ana mamlaka juu yako. Kama ni kwenye baba, ana mamlaka juu yako. Tunaelewana, kanisa la Bwana? Yule mwenye mamlaka juu yako. Kwa huyo mwenye mamlaka anaweza akawa sababu ya kukufanya wewe ukae kwenye mlango mgumu na miaka usitoke. Wacha tumwangalie Isaya katika kile kitabu cha Isaya sura ya 6 ule mstari wa kwanza. Fanye Bible study hapa kidogo, tumuone Isaya sura ya 6 ule mstari wa kwanza. Isaya sura ya 6 ule mstari wa kwanza. Isaya sura ya 6 mstari wa kwanza inasema namna hii: katika mwaka ule aliyokufa mfalme Uzia, na alimwona Bwana ameketi katika kiti cha enzi kilicho juu sana na kuinuliwa sana, na pindo za vazi lake zikalijaza hekalu. Kwa Isaya anasema katika mwaka ule aliyokufa mfalme Uzia. Tuanzia, mfalme ni mtu mwenye mamlaka kwa sababu ni mtawala na kiongozi. Kwa huyu mfalme Uzia alikuwa amekaa pale na amekuwa kikwazo cha Isaya kutoka kwenye mlango mgumu. Kwa hiyo Isaya anasema alipokufa na alimuona Bwana. Kwa hiyo kumbe uwepo wa Uzia ulikuwa unamzuia Isaya asimuone Bwana. Narudia tena hii kauli muhimu sana. Uwepo wa Uzia ulikuwa unamzuia Isaya asimuone Bwana. Na ndio maana ule uwepo wa Uzia Isaya hakumuona Bwana mpaka Uzia alipokufa, ndipo Isaya alimuona Bwana. Kwa Isaya kwenye zama za wafalme wengine wote waliopita alimuona Bwana, lakini ilipofika zama za mfalme Uzia, Isaya na unabii wake wote na maombi yake yote na ujasiri na nguvu na mamlaka iliyokuwa ndani yake, bado hakuweza kumuona Bwana. Kwa hiyo Isaya kila akiomba Bwana anamsikia, ila anamwambia majibu upokei leo, subiri Uzia afe. Bwana muue Uzia, ni haki yake kuishi. Isaya ataenda kila mahali, Bwana atamwambia sawa, umekuja nimekuona, ila subiri Uzia afe. Wapendwa tulioko hapa, ukijaribu kukaa kujitafakari, ni Uzia gani yupo amekukalia ni sababu ya wewe kuteseka? Nisikilize, hata uombaje, hata umlaani, useme umepewa mamlaka ya kumvunja, kumboboa na kumnyonga, na ukija hapa kabisa unamtaja wewe, bosi wangu na kuvunja leo. Maana kuna watu kwenye maombi unamsikia kabisa afe, na afi kwa kutaka wewe, mpaka Bwana kama alimpangia kuishi muda fulani upite, afe huyo Uzia, ndipo utamuona Bwana. Tunaelewana, kanisa la Bwana? Kwa hiyo Mungu sio mchawi wala Mungu sio mganga wa kienyeji. Wewe hizo sala zako za kumlaani ni uganga, kisha ni wale ambao wamenona kuliko wewe. Kwa hata ukija hapa unaona anashuka kwenye gari yake anaingia pale kwenye ibada, unasema ni kinafiki kimeshuka hadi na kwenye gari. Wewe umeshuka zao kwenye daladala, umechafuka huko kwenye daladala, ni jasho umekanyagwa kule ndani, mwenzako anashuka zake kwenye gari anaingia zake kanisani. Na unajua ambapo wanajua kukera, anakuwa amekamata na shajara na unaibu. Yaani kwa hekima
sawa. Liuzia hilo linaingia kanisani na unaenda chombe zake maji, yani kwa mababa, ndio baba, ndio baba, unasemani wangelijua. Afi mpaka wakati wa Bwana ufike, aamishwi mpaka wakati wa Bwana ufike. Na kwa taarifa unazipata, mwaka wa uchaguzi amepita tena, ana mingine mitatu. Unasema kweli tumeisha? Ni kama lile kundi litatoboa na Uzia wao huyo huyo. Na unajua una upako, lakini Uzia hakupi nafasi. Una upako kabisa, unaweza, ndani yako kuna kitu, na watu wakikuona wanasema ana kitu huyo, ila Uzia hakupi nafasi na anapita tena. Unasema kwa Mungu ni ame kundi yao, mipango ya kuhama inashindikana. Bwana anakutaka uendelee kumnyenyekea Uzia. Tuko pamoja kanisa la Bwana. Na wakati mwingine ili ukereke zaidi na Uzia, hata kale ka eneo ulikokuwa unapumulia na kwenyewe pia anapewa. Unasema Uzia amenibana kila eneo. Nikija kwenye kitu fulani Uzia yuko, nikija kwenye kitu fulani Uzia yuko, nikija kwenye kitu fulani Uzia yuko, hata kwenye maji ya kunywa Uzia na penye amenikalia. Nakumbuka watu wa Mungu, niliwahi kuchaguliwa kuwa mratibu wa dekania. Yaani dakika chache zikatangazwa Mwalimu Petro ni mratibu wa dekania. Ndugu zanguni waliibuka wakina Uzia. Yaani ilipigwa tu, uchaguzi umeahirishwa, unatakiwa umebatilishwa, ni batili, unarudiwa tena. Tuko pamoja kanisa la Bwana, kwa sababu wakina Uzia wamekaa kuhakikisha kwamba Petro hamuoni Bwana. Mimi nimekaa zangu na napokea simu tu ya mtu fulani mwenye mamlaka, ananiambia baba, unatakiwa urudi tena siku fulani, uchaguzi unaenda kurudiwa, umebatilishwa. Tunafika pale kwenye kurudia uchaguzi, watu wananiogopa. Aliyetumwa aje aseme anaogopa kusema, nani wanajibaraguza. Samahani. Na mimi nimekaa hivi. Mmoja mwenye ujasiri akaongea kiwoga akasema, simseme sababu ya uchaguzi kurudiwa ni nini. Akaibuka mtu mmoja akasema, wanasema mratibu aliyepita wakasema zile sababu zao, ndio maana tunarudia uchaguzi. Just imagine, na mimi niko hapa. Ningekuwa nina mtoto kiroho, ningeacha hapo, ningezira hapo, ningesema wanioni tena, wacha nikaweke labda hema sehemu fulani, kwa sababu sisi wenyewe tunatafunana, sisi wenyewe tunauana, sisi wenyewe tunapigana mawe, makamanda tunapigana mawe sisi kwa sisi. Yaani mimi nageuka kuwa Uzia wa mwenzangu na mwenzangu naye anageuka kuwa Uzia wa yule. Yaani tunafanya tu kubadilishana, huyu ni Uzia wa yule, huyu naye ni Uzia wa yule. Tuko pamoja kanisa la Bwana, makamanda tunapigana vita namna hiyo. Nakumbuka nikiwa katika kuomba, maneno yanazidi kuja, na nikashauriana na mke wangu kwamba siendi kwenye uchaguzi. Mke wangu akaniambia, nasikia Roho Mtakatifu kabisa ananipa msukumo, ukienda utapita tena, na hata usipopita hiyo nafasi utapita tu nyingine, hata kama wakutaki uwepo kwenye hiyo kamati utapita. Mimi nikamwambia, wewe kwenda bwana, siendi. Mimi ndio najua moto utakaopitia Bwana. Nikakaa kutulia kusali, Roho Mtakatifu akaniambia nenda. Nikaenda kwenye uchaguzi watatu. Kumbuka tulienda wa kwanza, wa pili, nikaenda tena watatu. Yaani yote hiyo ni chenga tu. Mwalimu Petro atakimu kwenye hii kamati hii, kwa sababu kuna wakina Uzia wanajua kajamaa kakiingia, na unajua wakijua ukiingia mahala fulani awali ya wafanye nini, na kuambia hawakuachi upite. Siasa
kwenye masuala ya uchaguzi. Wapendwa, tulienda pale, kampeni ilikuwa inapigwa. Yaani just imagine, nimekaa namna hii kwenye kikao, kwenye uchaguzi, mtu yuko hapa anapiga kelele, asichaguliwe, chaguliwe fulani. Wapendwa, hivi unaelewa unaweza ukaacha? Mama unaitwa nani? Yaani Sara kakaa hapa, unasikia mtu analopoka, mchagulieni, mama unaitwa nani samani? Mchagueni Maria. Chagueni Maria. Sara, chagueni Maria. Na Sara anasikia. Kaka pale, Bwana huu ni wewe. Unaweza ukanyosha mkono ukaanza kuwaeleza pale pale. Lakini Roho wa Mungu ananiambia huku ndani Kikongomani, Petro dozezo. Matokeo yake sasa, kampeni ya kwanza ya uratibu, jina langu ile hapo, wakanichekecha, wakanitema. Kampeni ya pili ya katibu, jina langu ile hapo, wakanichekecha, wakanitema. Mratibu msaidizi tena, jina langu ile hapo, wakanichekecha, mpaka sehemu moja wakasema tumwache bwana. Yaani ule ulikuwa uchaguzi wa ajabu, haijaitokea jina moja likajirudia kila sekta. Yaani yote hiyo ni Roho Mtakatifu anamtaka mtu wake, ila wakinauzia wanamzuia. Afu wanasema ni tunasema Roho Mungu ndiye amewachagua watu wapitishe. Wapendwa, ninasema kwa ujasiri, hata wabaya au wale ambao wanamsaidia shetani kazi wasikie. Siogopi, kwa sababu natamani tupone. Natamani tuokolewe kwa damu ya Yesu. Tuache unafiki makamanda. Tumepewa neema, tusitumie kutesana. Usigeuke Uzia bila kutumwa na Mungu uwe Uzia. Sababu kuna watu wanajiposition kuwa mauzia. Kuwa Uzia wa kupewa na Bwana. Unajua Nebukadneza Mungu alimuita mtumishi wake. Lakini Uzia hakuwa mtumishi wa Mungu. Watu wa Mungu wale hai. Watu wa Mungu wale hai. Uzia alipokufa. Na Uzia ukifuatilia vizuri aliuawa. Uzia anayekuzuia kwenye nafasi kwa kujiweka atauawa. Na wala si wewe utakayemuua. Wewe mbariki Uzia. Muombee mema Uzia. Usizile huduma, usikatae, usitukane, usigeuze mwilini vita ukaileta vita kiroho ukaileta mwilini. Wewe wao wanakusema kawaida, wewe endelea kuomba, endelea kuomba. Na hata kama huko unasikia jina lao, wewe hapo ulipokaa, Roho Mungu akikuletea kunena kwa lugha, wewe nena kwa lugha, nena kwa lugha. Watalikata jina, watakuzungusha, lakini watashangaa Bwana anakuleta tena mbele yao. Na hawatapata namna ya kukuondoa, kwa sababu ni Bwana amekutaka uwepo hapo. Na kuna watu wako hapa, kuna mahala Bwana amewataka, kuna mahala Bwana amewataka, na wengine wameanza kukimbia hapo Bwana aliyowataka kwa sababu ya kuwaogopa wakina Uzia. Nisikilize, hapo rudi kakae, rudi katumikie mpaka Uzia akimbie na Bwana ainuliwe. Haleluya! Bwana wa Mungu ali hai. Msifu Yesu Kristo, kanisa la Bwana. Yesu oye! Bwana wa Mungu ali hai. Saa imefika, nayo ni leo. Uzia lazima afe. Atajuta kujiweka Uzia. Wala hatumuombei afe. Sisi tunambariki. You know, wazungu wanasema vice versa is true. Tunambariki, tunamuombea mema, tunamtakia mkono wa heri, ila Bwana atashughulika naye. Na ndio maana nimekueleza namna hii. Kila mlango mgumu ambao umeyafunga maisha yako, na huo mlango umekuwa mgumu wewe kutoka, huo mlango umekuwa mgumu wewe kutoka, huo mlango umekuwa mgumu wewe kutoka, huo mlango ikiwa ni Mungu ndiye ameukalia, leo Mungu ameweka neema ya kukuacha huru uondoke. Iwe ni shetani ndiye ameukalia, Bwana anaenda kumpiga. Biblia inasema na shetani na nikukemee, nikemee, na akamkemea adui, na wana wa Mungu akayaona maji. Kuna watu mnaenda kuona maji, kuna watu mna ukame, kuna watu mnapita kwenye jangwa zito, unaenda kuona
maji, unaenda kuona maji. Na ninaona kipande cha wingu kikinyesha mvua, watu wachache wakienda kunyeshewa mvua na Bwana, kwa sababu saa imefika, na yenyewe ni leo, wala sio mwakani, wala sio miaka mingine. Hata kama kwenye tawala nyingine ukumuona Bwana, utawala huu wa mwaka huu utamuona Bwana. Hata kama ni utawala mgumu kuliko vitu vyote, hata kama bei zote zikapanda bei, uondoki, ufi, haulegei, haukondi, utamuona Bwana. Utamuona Bwana. Utamuona Bwana. Katika jina la Yesu aliye hai. Tutaenda muda huu kufanya maombi.